Na moja kwa moja na kunjua jamvi hili na taarifa kutoka kaunti ya Kakamega, ambapo kamati iliyokuwa ikisimamia mpango wa kuhamasishwa kwa wakazi wanaoishi kando kando mwa uwanja ndege wa Shinyalu, eneo bunge la Shinyalu, pamoja na wakazi wa eneo hilo wametishia kuchukua mashamba yao na kuyafanyia kilimo ikiwa serikali haitatimiza ahadi yao ya ujenzi wa uwanja huo. Kwa mengi zaidi, huyu hapa mwanahabari wetu Dan Dunde na Bwayo. Uwanja huo ambao ulikuwa umepokea ndege kutoka kwa kampuni ya Skyward Express ulifungwa Septemba 28 mwaka wa 2024 baada ya kampuni ya ndege ya Skyward Express kupiga marufuku kutua kwa ndege zake kwa uwanja huo kutokana na hali mbovu ya uwanja huo. Wakazi hao wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati hiyo Philip Mlochi wamesema uwanja huo sasa umeanza kutumika kama maficho ya wahalifu na sehemu ya malisho ya mifugo, wakitaka serikali kujenga uwanja huo au wanyakue ardhi yao ambayo walikuwa wamepeana bure na kutumika kwa kilimo. Ndege zilikuwa zinatua hapa, zilikuwa zinatusaidia vijana wa bodaboda, hata wa mama, lakini ulifungwa ghafla. Tukaambiwa kutakuwa na renovation ambayo haijafanyika. Message yetu ni kwa president wetu Rais William Ruto ya kwamba viwanja za ndege Kenya mzima, Kakamega Airstrip ndio hakuna operational flights ya watu investors kuja kutembea Kakamega kuangalia vile wanaweza improve the welfare ya watu wa Kakamega. Huu uwanja tuko na historia yake. Tulipeana kama wakaaji wa area hii free, hatu kulipo chochote. Wamedai hali ya usalama imesorota eneo hilo, jambo linalochangiwa na uharibifu wa taa zilizokuwa zimewekwa kando mwa barabara inayoelekea kwenye uwanja huo, wakiongezea kuwa wanyama hatari pia wanajificha kwenye uwanja huo ambao ni hatari kwa wakazi eneo hilo. Kiwanja ndege ilikuwa inafanya kazi. Tulikuwa tunaleta hapa mandizi, mboga, watu wakiingia wananunua na sisi tunapata pesa. Saa hizi kiwanja imefunga, hatuna chochote. Kitambo tulikuanga na light, hata ukikuja saa 11 ukipeleka mtoto shuleni, tulikuanga na light iko. Saa hizi light zimetolewa, wezi wamejaa. Saa hizi hata hatuna nguruwe kwa nyumba. Kuku kila kitu wezi wamekuwa wengi kwa sababu hatuna kazi na watoto wetu hawana kazi. Pia wanyama wanajificha kwa kiwanja, wanakula hata kuku. Buni, nimekaa Embakasi sana. Watu wa Embakasi wako mbele sana, Wakikuyu. Obakato inatoka Murang'a, Nyeri, Nyahururu. Vitu yote, hiyo kiwanja imesaidia Central Region sana. Wakazi hao wametoa onyo kwa viongozi waliozuru eneo hilo kwa kuwadanganya kuwa uwanja huo utajengwa. Kwa sasa wamemtaka Rais William Ruto kutoendelea kuwachezea kila anapozuru eneo hilo na kutoa ahadi ambazo ni za kuwapumbaza, wakisema kuwa wakati huu hawatamruhusu kuwadanganya kamwe. Sisi tunaomba tu wewe usimame na sisi watu wa Kakamega kwa sababu ya hii airstrip yetu, na hatutaki mambo ya international airport. We need airport, just airport, not international airport. Wakati unakuja hapa unatuahidi vitu ambazo hazitendeki. Na ulituambia ya kwamba UDA ni kusema na kutenda, si kusema na kusahau. Sasa tunashangaa tunaelekea wapi? Tuahidi barabara itaendelea paka kwenda Kipsonoi, paka saa hii barabara ndio iko kwa state mbaya, iko kwa pathetic condition. Sasa tunashangaa ni nini inaendelea haswa. Watu wa Kakamega tumesalauliwa hivi na tulikuwa na wewe baba. Na wakati ambapo unakuja hapa kwa uwanja wa ndege, tafadhali hapa Kakamega utuambie tu ukweli. Na kama ni maneno ya kusema tu kutotenda, usikuje. Kwa sababu hata ukiambia mtoto na kuletea kitu fulani,
Yafaa ukifika tu kwa gate, wao anafurahia unamletea. Nikiripotia habari za TV Magharibi kutoka eneo bunge la Shinyalu, kaunti ya Kakamega, naitwa Dan Ndunde.